Hello, mambo vipi? Regi hapa. So leo tunaenda kuangalia do's and don't. Vitu gani vya kufanya unapokuwa unatumia gimbal yako na vitu gani usijaribu kabisa kuvifanya unapokuwa unatumia gimbal yako. Kama ni mara ya kwanza kujiunga na mimi, karibu sana. This is Regi Masai. Hapa tutakuwa tunadiscuss vitu vyote vinavyohusiana na cameras, video, pictures na kila kitu kinachohusiana na masuala ya content creation. So kama ni mara yako kwanza, usisahau subscribe, comment, like na kushare kwa watu wengine. Let's go. Okay, so kitu namba moja ni usijaribu kuwasha gimbal yako kama bado hujaimaliza kubalance ama kama hujabalance kabisa. So usiwashe gimbal yako kabisa kama hujabalance. Hii inasababisha gimbal iwake na kukusaidia kubalance, which inaweza ikatumia nguvu nyingi upande mmoja ama nguvu nyingi mbele ama nguvu nyingi nyuma, kwa sababu gimbal inatumia x and y axis. I mean ina balance kwenye kutilt, kupan na kurotate. So ni vizuri uweze kubalance kwanza gimbal yako ili kupunguzia mota kazi ya kusaidia kubalance. Hii itakusaidia kuzidi kuitunza gimbal yako na kuwa imara kwa muda mrefu sana. So rule number 1 ni lazima ubalance kwanza, ndio ukisha balance ndio uiwashe. So rule number 2, usizidishe weight. Rule number 2, usizidishe weight ya gimbal yako. Kama kamera yako ina kilogramu, umepewa gimbal yako na uwezo wa kushuti kilogramu 4, so usizidi zaidi ya hizo kilogramu 4, kwa sababu unapokuwa umezidisha hizo kilogramu 4 una hatari ya kuunguza una hatari ya kufanya zile mota ziungue, kwa sababu zitakuwa ziko overweight. So usi-exceed amount ya kilogramu ulizopewa. Kila gimbal unaponunua inakuwa ina kilogramu zake. Hizo kilogramu 2, kilogramu 4. Kwa mfano hapa natumia RS2, hii ina uwezo wa kilogramu 4, kilogramu 4 mwisho. So ukika kamera ambayo ni nzito zaidi, ama ikawa kamera ni nyepesi lakini ukaweka lens kubwa labda 70-200 ama lens yenye kilo zaidi ya kamera, so unabidi ujumlishe kamera yako na kilo 1 na lens yako na kilo 4. Kwa hiyo ukiunganisha tayari ni kilo 5, na wakati hiyo gimbal yako umeambiwa hii ina uwezo wa kilogramu 4. So it's better ukastick kwenye kilogramu ulizopewa za gimbal yako, ama ukaamua kwa upgrade afute gimbal yenye uwezo mkubwa ya kubeba kilogramu nyingi. So lengo ni maintain monitor hizi, motor za kwenye gimbal zisipate umeme mwingi zikazidiwa, kwa sababu unapokuwa umezidisha zina overheat, then sometimes zinasababisha, cha kwanza utakachopata ni footage zitakuwa mbovu, lakini pia utakuwa umeharibu gimbal yako. Unaweza sione kwa shanga kuja kuwasha inafanya kama vibration. So namba 3 ni hakikisha umeshaeka kila kitu kwenye kamera yako ndo uipandishe kwenye gimbal. So umeshafunga lens, umeshafunga ni microphone unatumia za juu, unatumia nini, umeshafunga lens filter, kila kitu umeshakifunga. Issue za focus ushafunga kila kitu. So hakikisha umeshafunga kila kitu ndo uanze sasa kubalance, kwa sababu hii itakusaidia kuweza kutambua weight yako isizidi, kutokana unaweza kuweka kamera ukabalance kuja kuongezea vitu vingine, weight ikaongezeka. So ili motor ziweze kufanya kazi vizuri ni make sure umefunga kila kitu kwenye kamera yako kwanza, then sasa ndo unaanza kubalance ikiwa na mzigo ukiwa wote kwenye kamera ndo unaanza kubalance. Mind you, make sure kilo hazizidi na mzigo wako utakaoongeza. So kama umefunga SSD, umefunga malenzi, umefunga malenzi filter, umefunga mafocus, umefunga kila kitu, so hakikisha mzigo wako hauzidi kilogramu ulizopewa pia kwenye gimbal yako ulipokuwa umenunua. Okay, so kingine tunaita ni calibration. Make sure ukisha balance unafanya calibration, ama tunasema unafanya calibration ili kuweza kubalance. Kama kuna sehemu ulifanya mistake itakusaidia, lakini make sure unafanya calibration mara baada ya kubalance. So watu wengi wanaweka gimbal vibaya, then wanafanya auto calibration ya kwenye gimbal ili wasaidie kubalance, which na hiyo pia ni mbaya, kwa sababu ile ipo kufanya small errors huko umezifanya ziweze kuwa sawa. So kika big errors unaidanganya gimbal, ambapo utakuja uishike tofauti, gimbal ikazidi kukopa footage, kwa sababu itakuwa imebalance labda upande mmoja, then unaiforce isimame right. Yenyewe balance upande wa left, then utaiforce isimame right, kwa sababu ndo position nzuri ni right, na ndo position ya kawaida. Lakini sasa kwa sababu haukubalance utakuja kusababisha matatizo mengine. So make sure unakuwa umebalance, then ndo unaipower on. So another one ni unatakiwa uwe slow unapokuwa una shoot. So usiwe mtu wa kufanya haraka.
So ili uweze kupata movement zako vizuri unapokuwa unatembea au unafanyaje, usiende sehemu zile hashashi kwa sababu una gimbal basi ndio ukataka upite sehemu ngumu. No. So kuna vitu vinaitwa kama ninja movement, ni mwendo fulani wa kunyata. Hata kama unatumia gimbal, make sure unakuwa minimizea kazi. So gimbal isifanye kazi nyingi sana. Ukiforce gimbal ifanye kazi ngumu ndio unakuja pia kuharibu motor na kuharibu vitu vingine. So make sure hichi kitu kipo very delicate na kinatumia umeme kubalance. So usitumie nguvu nyingi sana kwenye sehemu ambazo ziko harsh. So kuna kitu kinaitwa ninja movement, ni unatembea kwa kunyata, yani unatembea kwa kunyata kama vile ninja, usisikike. So nimeona watu wengi wanashuti aidha wanakimbia wanafanyaje, lakini make sure gimbal yake inakuwa stable, kwa sababu unaweza kuwa unakimbia lakini umeishika gimbal vizuri kawa stable. So sio unakimbia na wewe unakimbia nayo, no, una make sure umekimbia lakini mikono iko straight. So hicho pia kitakusaidia uweze kupata footage nzuri na utaweza kutunza gimbal yako. Lakini zile hashi, kuna movement fulani ziko very hashi, unakimbia unaitingisha gimbal, no. So hiyo pia inachangia kuharibu motor. So ndio maana wakaja na ninja movement, wanakushauri wewe unatumia ninja movement ili uweze kuzitunza motor zako. Okay, so kingine ni make sure gimbal yako inakuwa safi kabisa. So gimbal ikiwa kwenye mazingira labda ya mchanga, watu wanapenda kushuti labda baharini wapi, so ile michanga inaweza ika-affect gimbal yako kwa sababu itaingia kwenye hizi sehemu ambazo ziko flexible, hizi za kujikunja. Michanga ikiingia kule inasababisha zile scratch, na yenyewe inaweza ikachangia kustopisha baadhi ya movement ambazo zilikuwa ni nzuri kwako, zikikusaidia kupata material ambayo yako very smooth. So utashindwa kupata zile movement kutokana na michanga. Kwa hiyo gimbal inatakiwa ikae sehemu ambapo ni very clean, so ili uweze kupata movement zako nzuri. So ni kuepuka kukaa sehemu za uchafu ama gimbal kuwa chafu, ili uweze kuwa safe katika hizo sehemu. So another thing ni make sure gimbal yako iko safi. Kingine, zima gimbal kama hautumii. So usipende kuacha gimbal ikiwa on muda mrefu. Kumbuka gimbal inatumia battery, so ikikaa on muda mrefu kuna matatizo mengi yanaweza kutokea. Aidha battery ka drain kabisa, unapokuja kutumia unakuta battery yako imeisha. So unaweza kusababisha pia battery kaharibika kwa kusababisha matatizo mengine. Kwa hiyo make sure gimbal yako inakuwa umeizima. Pia unachangia kusave battery yako. Battery inakuwa haipo kwenye matatizo, kwa sababu unapokuwa unaichaji battery yako pia unaiharibu. So ukizima inakusaidia kusave battery. So kuna issue nyingi sana zinatokea hapo. So make sure umelock na umeizima gimbal yako kama hauitumii, usipende kuiacha ikiwa. Okay, so kitu cha muhimu kabisa, make sure una upload firmware kwenye gimbal yako. So firmware kwenye gimbal ni kwamba gimbal nyingi zinakuwa zina update features zao. Kuna vitu kibao vya ku-update kwenye gimbal, especially new cameras, kwa sababu gimbal nyingi zina connection za kuweza kurecord. Unaweza kurekodi kwenye gimbal hapa. So una connect through wireless. So usipende kutumia pia hiyo button ya huku juu, una record then unabonyeza huko button ya kurekodi, hapo unaisumbua tena gimbal. So isibete ukaconnect kamera yako na gimbal ili uweze kutumia hii button za hapa chini kurekodia. So kamera inakuwa iboost kwa sababu ipo kwenye gimbal, unakuwa ipo stable. So ukianza kugusagusa zile zinaharibu pia gimbal. So make sure unapokuwa umeconnect gimbal yako una record kwa kutumia hizi button ya kurekodi huko. So haihitaji wire, ni just wireless. Kwa gimbal nyingi za kisasa ni just wireless. So kitu kingine ambacho ni cha muhimu hapo nilichokuwa nakwambia ni kwamba make sure una update gimbal yako. So kuna njia nyingi za ku-update. Unaweza kutumia simu, applications za kwenye simu ambazo zina connect na gimbal, ama unaweza kutumia computer ukaconnect gimbal yako via USB type C then uka-update. So make sure ku-update zile firmware za kwenye gimbal ni kitu cha muhimu sana, ili iweze communicate na baadhi ya kamera. Kila siku kamera mpya zinatoka, zinakuwa updated, lakini still unaweza kuzitumia ukiwa ume-update firmware kwenye gimbal yako. So ku-update gimbal ni kitu cha muhimu sana. So make sure ume-update gimbal yako. Okay, so na kitu cha mwisho, make sure unashika gimbal sehemu panapotakiwa kushika. So kuna watu wengi wanashika gimbal sehemu ambazo hazitakiwi kushika, especially unapokuwa unampa gimbal mtu ambaye hajawahi kutumia gimbal, anaweza kukuharibia kwa sababu ataishika gimbal sehemu ambayo hajawahi kushika. Gimbal itaanza kuhangaika, ita force kubalance, then anapelekea kuharibu gimbal yako kwa sababu motor zile zitaharibika, zitazunguka sana kwa speed kali, then zinaweza zikaanguka au akaiangusha, which ni ajali za kawaida sana kwa mtu ambaye sio mtu wa gimbal. So make sure gimbal yako unashika sehemu ambapo unatakiwa kushika, usishike sehemu nyingine ambapo haitakiwi kushika.
Okay, thank you. So mpaka next time, Regi hapa. So kama bado hujasubscribe, please subscribe, then share kwa mtu mwingine. So kama kuna issue ambayo bado sijadiscuss na unaona ni issue muhimu kwenye Gimbo, dondosha kwenye comment hapo, then tutaipitia, then tutadiscuss kwenye vipindi vijavyo. So mpaka next time, Regi hapa.